yetu imeyapokea. Wizara yetu itashirikiana na serikali za mikoa kuhakikisha kwamba yanafanyiwa kazi na yanatekelezwa. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie sana mkuu wa mkoa, tumepokea kwa kweli. Wewe hukutoa maombi hapa, yako maneno mengine hapo umeyasema, kwa kweli yanapaswa kuwa yamo kwenye utekelezaji, kwa sababu tuliahidi wenyewe tulipokuja kwenye mkutano huu. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutayatekeleza pamoja na mengine yote ya mikoa ya jirani. Nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wakuu wa mikoa na makatibu tawala kwa kushiriki kwenye kilele hiki cha siku ya kimondo duniani. Leo ni maadhimisho ya kimondo duniani. Maana yake ni kwamba kwa kuwa tuna mkakati kabambe katika wizara yetu na katika serikali wa kufufua na kuimarisha utalii kusini, nyanda za juu kusini, na tukiungwa mkono kwa nguvu kubwa na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, kitendo cha kuwaona wakuu wa mikoa yote hapa wa mikoa ya nyanda za juu kusini kunaashiria mwanzo mzuri sana wa juhudi hizi za serikali, na naomba niwapongeze sana. Tunatamani kuona maonyesho kama haya yakiwepo katika kila mkoa. Amesema injinia kutoka mkoa wa Rukwa kwamba kule watakuwa na maadhimisho ya Kalambo Falls, lakini nimealikwa mkoa wa Songea, kutakuwa na maadhimisho mengine mwezi wa Oktoba. Kwa hiyo naamini haya yakifanyika katika kila mikoa hii mitano yataleta amsha ya utalii, lakini pia wananchi kufahamu fursa zilizopo katika maeneo yao. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niliomba nianze na hayo. Naomba niwapongeze sana kwa juhudi hizo na muendelee nazo, na tunawaunga mkono. Ndugu zangu, niwashukuru sana kwa kunialika. Nimekuja sehemu sahihi, siku sahihi, wakati sahihi. Nipigieni makofi. Wizara yetu inatambua thamani na umuhimu wa kimondo hiki. Sisi kama wizara yenye dhamana ya malikale, kimondo hiki ni moja ya vitu ambavyo tumeviweka kwenye kumbukumbu yetu na vinatambulika dunia nzima. Juhudi kubwa tulionayo ni kukitangaza, kivutie watu wa ndani na watu wa nje. Juhudi hizi zinafanywa vizuri na serikali ya mkoa, na kupitia sherehe hizi na maonyesho haya, leo Tanzania nzima na dunia nzima itafahamu kwamba kimondo hiki leo kinatambuliwa na kusherehekewa. Hongereni sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kipekee kabisa naomba nishukuru sana wizara yangu, kwa sababu nimefurahi kuwakuta hapa. Tumeelekeza kwenye wizara, tunataka tuwakute katika kila maonyesho ya mikoa. Kwa hiyo niwaombe wakuu wa mikoa, msiache kututumia. Moja ya kazi yetu kubwa katika wizara ni kuhamasisha utalii wa ndani. Alisema kidogo hapa mwenyekiti, lakini hakusema sana. Katika nchi zingine watalii namba moja ni wananchi wa nchi husika. Nchi hiyo ni pamoja na China. Wachina wanahama mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwenda kuangalia vivutio vya utalii wengi kuliko watalii wanaotoka nje, na mapato ya utalii katika nchi ile sehemu kubwa ni mapato yanayotokana na wananchi wa nchi husika. Kwa sisi katika wizara yetu tuna vivutio kila mkoa. Tunatamani sana kuwaona wananchi wa mikoa hii wakiwa watalii wa kwanza, na ndiyo maana nimefurahi kuona idara zangu zote, taasisi zangu zote zikishiriki katika maonyesho haya, na naomba nitoe maelekezo wahakikishe wanahudhuria maonyesho yoyote ya biashara yanayofanyika katika mikoa yote Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeelezwa kuwa wananchi walishiriki kwa namna mbalimbali, na nimetembea tumeona maonyesho ya bidhaa za wajasiriamali. Tumeona halmashauri zikiunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais za viwanda. Tumeona bidhaa nyingi. Huu ni mwanzo mzuri sana wa Tanzania ya viwanda. Jambo sasa kubwa lililobaki ni Watanzania kupenda kutumia vitu vyetu wenyewe. Bado tuna kasumba ya kuamini vitu vyetu wenyewe sio vizuri. Sabuni inayozalishwa Songwe inaweza kuwa bora kuliko sabuni inayozalishwa Geita, lakini mtu wa Songwe atatamani kununua ya Geita kuliko ya Songwe. Tuwaunge mkono wajasiriamali hawa ili waweze kuendelea kuwepo, lakini waweze kuimarisha Tanzania yetu ya viwanda. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na ndugu wananchi, maadhimisho haya mwaka huu
yalikuwa na ujumbe ambao ni kimondo cha Mbozi, fahari na urithi wa Songwe Tanzania. Ujumbe huu umewaleta pamoja wataalamu wa fani mbalimbali za sayansi, wizara, idara na wakala wa serikali, sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo. Vile vile maonyesho haya yameleta washiriki wengi kuja kujifunza fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika maeneo yetu haya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nipongeze sana maandalizi ambayo yametuwezesha kukutana na wadau mbalimbali. Naamini majadiliano na jinsi changamoto zilivyojadiliwa zimewezesha kutambua fursa mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza sekta ya kiuchumi na za kijamii katika mkoa wetu wa Songwe. Ndugu wananchi, katika siku hizi maadhimisho, washiriki kutoka wizara mbalimbali waliwasilisha mada zinazohusu uwekezaji na utalii na katika mkoa wa Songwe na katika maeneo yetu haya ya Nyanda za Juu Kusini. Ninaamini kwa kufanya hivyo wamewezesha wananchi wa maeneo haya kuzitambua fursa, na baada ya kongamano hili au baada ya maonyesho haya tutapata wananchi wengi wa mkoa huu kwenda kuwekeza katika maeneo ya utalii. Naomba niseme kidogo kuhusu utalii. Ndugu zangu, katika eneo ambalo Tanzania bado kabisa hatujafanikiwa kuvuna hata 30% ya mapato yanayoweza kutokana na maeneo haya ni utalii. Watalii sio lazima waende wakaangalie wanyama. Huko nje wanakuja watalii kuja kushangaa chakula chetu tunachokula sisi, wanakuja kushangaa ngoma tunazocheza, wanakuja kushangaa nyumba zetu, wanakuja kushangaa umoja wetu, wanakuja kushangaa maisha yetu tunayoishi. Kwa hiyo utalii sio lazima kwenda kuangalia simba, kwenda kuangalia tembo. Eneo hili bado halijafanywa kazi, lakini watalii unaowaona Tanzania zaidi ya 95% wanakuja kwa sababu wananchi mmoja mmoja kama nyinyi wameamua kujitangaza na kutangaza maeneo husika. Kwa hiyo niwaombe sana sisi wote tulioko hapa na hasa wadau wakubwa katika utalii, tutumie mitandao ya kijamii, tutumie magazeti na blogs kutangaza kimondo hiki pamoja na mapori yetu ya akiba, tupate wageni mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ili tuweze kuutumia huu uchumi wa kitalii. Huu ni uchumi mkubwa mpana ambao wenyewe peke yake unaweza kutupa karibu 40% ya bajeti ya serikali yetu ya nchi yetu. Naomba niwahakikishie wawekezaji kuwa serikali imeboresha na itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji kwa kushirikiana na nyinyi, kufanya marekebisho ya sheria na taratibu kwa ajili ya kuleta ushindani na kuondoa urasimu wa aina yoyote katika uwekezaji. Sisi katika wizara yetu tuko tayari kupokea ushauri, tuko tayari kupokea malalamiko na kuyafanyia kazi. Na kama mmeona hata wakati tunapitisha bajeti yetu sisi, moja ya bajeti ambayo wabunge waliunga mkono kwa 100% ilikuwa ni bajeti ya wizara yetu, kwa sababu tunatumia muda mwingi kuwasikiliza na kuyatafutia ufumbuzi matatizo ambayo wadau wetu wanayaleta. Kwa mimi niwakaribishe sana wadau wote wa sekta ya utalii. Nihakikishie kwamba serikali inawahitaji wawekezaji na itahakikisha inatatua changamoto zote ambazo zinawakabili ili kuweza kuiunga mkono. Ndugu zangu wananchi, kwa kila mdau wa uwekezaji ambaye yuko hapa, naomba niwakumbushe kwamba ili Tanzania ya viwanda iweze kuwepo, tunahitaji kuimarisha sana kilimo. Mkoa huu ni maarufu kwa kilimo, tunajitosheleza kwa chakula, lakini ndio mikoa ambayo tunaitegemea Tanzania kwa ajili ya chakula. Naomba niwapongeze sana, viwanda vyetu vinategemea sana malighafi za kilimo. Watalii wanategemea chakula. Chakula chote ambacho unaona kinaliwa kwenye mahoteli makubwa Dar es Salaam kinatokana na wakulima. Kwa hiyo niwahamasishe wakulima wa mkoa huu kuhakikisha kwamba tunaimarisha ukulima kwa mbinu za kisasa, ukulima wenye tija, kuunga mkono juhudi za serikali katika kuimarisha utalii, katika uzalishaji wa malighafi za viwandani, uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya matumizi ya majumbani, mashambani, viwandani na kutoa ajira, kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais za kupambana na ukosefu wa ajira, lakini na kupambana na umaskini. Waheshimiwa wananchi, ningependa kuchukua pia muda huu kuambia kwamba wakati wa maonyesho haya yakiendelea, naomba kuwataarifu kwamba pale juu kwenye kimondo tumekamilisha jengo la information center. Kama mmeliona lile jengo ambalo limejengwa na wizara yangu,
Hilo eneo la Kimondo tumewakabidhi watu wa Ngorongoro. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Ngorongoro Conservation tumewakabidhi eneo la Kimondo na ndio watakaowajibika na mapendekezo na vipaumbele, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ambavyo wewe utawapatia kwa ajili ya kuliendeleza eneo hilo. Sisi tunaamini kwamba Ngorongoro ni taasisi kubwa, tumewapa eneo dogo hapa ili watumie uwezo wao, wataalamu wao na nguvu yao ya kifedha kuhakikisha kwamba eneo hili. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naamini maadhimisho haya yataendelea katika miaka yote ijayo. Huu ni mwaka wa pili, nimeona yamefana sana, naamini miaka ijayo yatafana zaidi na zaidi. Na hivyo mimi nilikuahidi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba wizara yangu itaendelea kushirikiana na mkoa wako kuhakikisha kwamba tunakuunga mkono na kuyafanya maadhimisho haya yaweze kuwa na manufaa kwa Watanzania. Baada ya kusema hayo, sasa kwa heshima kubwa na furaha isiyo na kifani, natamka kwamba maadhimisho ya siku ya Kimondo cha Mbozi ya mwaka 2019 yamefungwa rasmi. Nawatakia wote safari njema. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwenyezi Mungu awajalie moyo wa kuipenda Tanzania. Tuendelee kuunga mkono serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi. Songwe we! Asanteni sana. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.